Sio kama mnanielewa. Kwa tunaposema tuhitaji msaada wa Mungu, jana nikaongea nikasema muwe na uhakika hakuna chama ambacho hakina sera nzuri juu ya taifa, kwa maneno ya maandishi yao. Amen. Amen. Jamani amen. Amen. Jamani amen. Amen. Lakini ni nani aliye na haki na yuko sahihi? Sisi wanadamu tutazamana kwa macho, ila Mungu anajua. Kwa ili taifa lipone, lazima uwepo watu wa kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Mmoja kaniambia, sasa hata kama mkianza kuomba kuna watu wana hasira na mnaoomba. Nikasema wewe omba. Bwana asifiwe. Amen. Usiogope mtumishi wa Mungu. Jamani haleluya. Amen. Kama unamtafuta Mungu aliyewa hai, mimi na uhakika hakuna silaha itakayoinuka juu yako ikafanikiwa. Hakuna mtu ambaye ana nguvu, hata kama unamtazama leo, ambaye anaweza kawa na nguvu kama Mungu yuko ndani mwako. Amen. Wangapi wanasema amina asijawasikia? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu turudi kwenye mada yetu ya jana. Turudi kwenye mada yetu ya jana. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 54. Kitabu cha Isaya sura ya 54. Jana tuliangalia kidogo ule mstari wa 16, japo tulisoma na wa 17, lakini leo nitazungumza sana kwenye ule mstari wa 17b. Niyasoma hayo maneno katika kitabu cha Isaya sura ya 54 ule mstari wa 17, 16 na wa 17, na neno linasomeka hivi: tazama, nimemuumba muhunzi afukutae moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili aiharibu. Kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itakaa kwangu mimi, asema Bwana. Bwana asifiwe. Anasema tazama, nimemuumba muhunzi. Wangapi wanafahamu muhunzi? Siku hizi wahunzi wameshapotea sana. Bwana asifiwe. Wangapi wanafahamu wahunzi? Kwa kwetu Mbeya hapa, wakati ule tulikuwa na Mbozi, ilikuwa ni wilaya. Unajua zamani, mnajua chuma kipo katika nchi, wangapi wanajua? Hivi vifaa tunavyoviona, mikuki, haya mapanga, ni kweli leo yanatengenezwa, lakini huko asili wazee wetu walikuwa na uwezo wa kutengeneza. Yako madini ya chuma huko Mbozi yalikuwepo. Mbozi walikuwa nafanya sasa hivi tu, wanachukua wanayakalisha, wanatengeneza. Sisi kwetu lilikuwa hapo lidudu fulani linatengenezwa, mfumo wa ngozi ya mnyama, linatengenezwa, linafunikwa huku, alafu linafungwa kama kimpini hivi, alafu linakuwa na kamdomo hivi, kanatengenezwa huku, kanafungiwa kitu cha wazi kama labda kama mwanzi, unapitishwa chini chini, unaelekezwa karibu na, unatengenezwa ule mkaa kule wa moto, kinawekwa kile lile dini lenye chuma,
hivi ule mkaa linakalishwa pale penye mkaa, alafu linazungushwa na mkaa. Sasa hawezi kupuliza yeye, lile dudu linakuwa kama lina hewa hivi, anakuwa kwenye ngozi ukanalipuliza namna hii. Anapolinyanyua hivi linakusanya hewa, anapolikandamiza linatoa hewa kule, linapulizia moto kwa linachochea ule mkaa, linachochea ule mkaa mpaka kile yale madini yaliyoko pale ya chuma yanaungua, yanakuwa mekundu kama moto. Ndipo anakuwa na vyuma vya kuchukulia vitu vya kuchukulia, alafu ametengeneza manyundo yao ya athira na bonda. Kwa anakuwa anatengeneza kile kitu anachokihitaji. Kama ni vile vinyembe vya asili, kama nataka kutengeneza shoka, kama nataka kutengeneza majembe yale yanakuwa kama bapa. Hayakuwa na ustadi sana, lakini yalikuwa yametengenezwa kwa chuma na yalikuwa imara kwa kweli. Bwana asifiwe. Amen. Zamani hakukuwa na nyembe hizi tunazotumia. Nakwambia kulikuwa na vifaa vinatengenezwa, vinanolewa ukigusa tu kwa makali sana. Lakini tukaambiwa ni vya kishenzi. Na sisi hatukutafuta maarifa pia ya kuboresha, tumeiga maarifa ya wengine. Sasa unaona Biblia inasema Mungu ataandaa muunzi. Huyu muunzi atakuwepo kwa ajili ya kutengeneza silaha. Silaha gani hazijajulikana, ila ujue kuna muunzi anaendelea kutengeneza silaha. Lakini anajua kabisa huyu muunzi akitengeneza silaha inaweza kutumika kwa wema, inaweza kutumika kwa uharibifu. Sasa Mungu anasema silaha yoyote itakayokuwa inaandaliwa na muunzi kwa ajili ya uharibifu juu yako, Mungu ataizuia ile silaha, atatuma mtu wa kuharibu. Kule kunakotengenezwa atatuma mtu wa kuharibu. Kwa ule moto utakapokuwa unafulizwa kule, Mungu anajua anavyoweza kuharibu. Mungu anaweza kazima mkaa usi wake. Mungu anaweza karibu kwa namna yote. Sasa atatuma muunzi, ila atatuma muharibu juu ya yule muunzi. Lakini hii misali tunayoishukia sasa huku chini, anasema tazama, kila silaha itakayoinuka juu yako. Okay, silaha imeshatengenezwa. Amen. Ile silaha imeshatengenezwa, na kwa sababu imeshatengenezwa, Mungu anasema silaha iliyotengenezwa itakayoinuliwa juu yako haitafanikiwa. Jana nikazungumza maneno haya, niyarudie. Nikasema kila unapoamka kila siku asubuhi kuomba, tambua unaimarisha kiwango chako cha imani. Imani hii ndiyo inayotengeneza ile nguvu ya kuamini kuwa silaha ya Mungu inaweza kukaa upande wako na silaha ya Mungu ikafanya. Umeelewa? Kwa yale maombi yanaamsha uwezo wa kuziamini nguvu za Mungu. Yale maombi yanaamsha uwezo wa kuliamini jina la Yesu. Yale maombi yana uwezo wa kuamini matokeo ya uumbaji wa Mungu wa chochote kinaweza kufanyika mahali pasipo kitu, ili mradi umemwamini nani? Mungu. Angalia Goliath anapokutana na Daudi. Mtazame msimamo wa Daudi, utazame msimamo wa Goliath. Kila mtu alikuwa na kile anachokiamini. Ukigundua hii vita iliyopigana kati ya Goliath na Daudi, kwanza ilikuwa ni vita ya kimiungu, ilikuwa ni vita ya ulimwengu wa roho. Sisi kama mnanielewa? Amen. Watoto wa Yesu, mnaelewa kitu hicho? Hii vita ilikuwa ya kawaida, ilikuwa vita ya kimiungu. Maana kama ilikuwa vita ya kimiungu, ujue ilikuwa ni vita ya kimadhabahu. Bahati mbaya taifa la Israeli kila siku walikuwa wanaenda kupigana na wale Wafilisti. Wafilisti wamesimama kwenye nguvu ya miungu yao, wao wamemwacha Mungu. Unaelewa utofauti ulipokuwa? Utaangalia yale maneno aliyoyatamka Goliath. Anasema nakulaani kwa miungu. Umeelewa? Naona hawajaja kanisani. Pamrudi kama mjaja kanisani kama mko na mimi. Tuko pamoja mchungaji. Maana una watu wanawaza maharage nenda kangoe, sasa hizi giza utangoa. Maana kuna watu wanawaza maharage hapa. Tunakusikiliza. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Mimi nataka kuzungumza namna ambavyo imani ina uwezo wa kuruhusu silaha ya kawaida ikatenda kazi na silaha ya kawaida ikazuiliwa. Sasa niko kutoa mfano kati ya Goliath, ile vita ya Goliath na Daudi. Umenielewa? Taifa la Israeli lilikuwa limelemewa
ya vita. Alikuwa akiinuka Goliath, anasema anyanyuke mtu mwenye nguvu aje apigane na mimi. Nikishindwa taifa langu ni watumwa wenu, lakini ikiwatandika mjue na ninyi mnakuwa watumwa wetu. Akizungumza akitokea Goliath, anawadharau, anawatukana, Waisraeli wananyong'onyea, wanarudi nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Kwa nikasema maombi ya kila siku na yale unayoweza kuyaomba kwa wakati yana tabia ya kuamsha nguvu ya kiimani ndani yako. Imani ikisimama ndani yako, imani pekee yake ni silaha. Sasa ukitazama hii vita, sio kwamba wale watu wote wale majeshi ya Israeli walikuwa hawawezi kupigana. Kwa nini walikuwa wanashindwa? Vita haikuwa ya mwilini tu, ilitakiwa ipigwe kwanza katika ulimwengu wa roho. Ikishinda katika ulimwengu wa roho, alafu ndipo itokea katika ulimwengu wa mwili. Kwetu huko tunapakana sisi na kabila la Wandari. Bwana asifiwe. Kuna ngoma fulani zinachezwa na Wandari, baadaye na sisi kwetu wakaiga, kukawa na mchanganyiko. Yalikuwa mangoma fulani yanapigwa ya asili. Bwana asifiwe. Amen. Alafu yale yalikuwa naweza kutengeneza mkusanyiko wa watu kama mashindano hivi. Zinakuja ngoma kutoka huko, watakusanyika mahali kama siku 2-3 wamekusanyika hapo, wanakula, zinagongwa zile ngoma, alafu kuna siku ya mashindano nani amegonga ngoma vizuri. Amen. Amen. Jamani amen. Amen. Mimi nilizifuatilia zile ngoma kwa wale majirani kwa sababu tulikuwa tunazifahamu, lakini ukizigundua leo ukianza kupima, zile ngoma zilikuwa zinachezwa katika hali isiyo ya kawaida. Amen. Moja zilikuwa zinachezwa katika ulimwengu wa roho. Amen. Umenielewa? Kabla ya mashindano wanapoingia walikuwepo wazee wanatangulia. Umenielewa? Wamebeba midudu ya mila kama kutakasa nini njia. Alafu wanakuja wamama wazee wanapuliza vifirimbi vya asili, vinaitikana, ndipo wanakuja wacheza ngoma huko nyuma, zinagongwa ngoma, lakini wale wametangulia. Lakini wafuatilia wale watu walikuwa wanafanya ushindani usiku. Wanapokuja pale wameshashinda na wanatangaza kabisa tumeshinda. Mimi niliwauliza bibi yangu mimi ndani, ndio maana wewe unamtaka mjomba, Ninakasevere, alikuwa anafahamu sana historia ile ngoma. Anasema unaposema wanashangilia, unaona wanashangilia, yule atakaye kuwa mshindi, ngoma huyu inagongwa usiku peke yake. Umenielewa? Kinchi ikigonga usiku wanajua tumeshashinda. Maana yake ushindi wao ulikuwa unapambana kwanza, wanapigana kwenye ulimwengu wa roho. Atakayeshinda kwenye ulimwengu wa roho, ngoma inalia bila kugongwa na mtu. Kama watu wa mataifa wana uwezo wa kutengeneza imani za namna hii, sisi je? Ni nani anayetambua ushindi wake kabla hajaamka? Ili vita kama hizi unazoziona zinatamkwa, kabla hujatamka vitu unatakiwa uione kwenye ulimwengu wa roho, alafu Mungu akupe njia ya kushinda na uone mlango wa kushinda, alafu uwe na matamko. Bahati mbaya Wakristo wengi siku hizi wanatamka kwa kufuata tu yaliyotamkwa na wenzao nyuma. Yeye haoni kitu, anatamka kwa sababu amesoma neno. Tamka kwa sababu nguvu za Mungu za kutamka ziko ndani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Unajua wakati huu wa maisha haya kuna watu watatumia na kiki za kutengeneza majina. Kuna watu wanahangaika sasa wanatengeneza majina, na hata wasio watabiri sasa wamekuwa watabiri. Sema kile Mungu anachosema kutoka ndani mwako. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Mimi ninachoamini watakao liponya taifa ni mimi na wewe hapa. Amen. Mimi siamini katika wale. Unajua kuna watu wengine wanamwamini kwa kuwa yuko mtu fulani ni mtu mkubwa. Wewe Mungu hajawahi jibuki kwa sababu ya heshima ya cheo cha mtu. Mungu anajibu kwa sababu kuna mtu mmoja amekusudia kumtafuta na ameita uwepo wake, na yeye akishuka. Mungu akishuka kwenye uwepo wako, hata wewe mwenyewe nguvu ya Mungu kairuhusu kakaa, unaweza kusema Bwana tuondolee hiki katika nchi yetu, na Bwana akakiondoa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen.
kila mtu ajue wewe unataka kuomba. Unajua mara nyingi maombi ya vita, ndio maana nafikiri kwani tunafeli. Usikurupuke kwenda kutangaza maombi yako kwenye YouTube. Yaani mimi nataka niombe kwa ajili ya Kasebere, mpaka nitangaze kwamba nataka niombe kwa ajili ya Kasebere. No. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanatengeneza kiki. Sema acha kutengeneza kiki. Acha kutengeneza kiki. Bwana asifiwe. Lakini nataka nikwambie pia kuna maombi ambayo yanatakiwa yatangazwe, hasa maombi ya taifa. Lakini lazima upate kibali kwa Mungu na uwe na maelekezo kwa Mungu unapotaka kuambia watu waombe. Unasema namna gani? Mwangalie Esther anapopigana, anapopitia vita ya kutangaziwa Wayahudi kuuawa. Na ndio maana waambia nyie, tusipoomba saizi hii vita iliyopo kwenye nchi yetu, haya msugano wa maneno imeanza kugeuka kuwa kiki. Saizi watu wameanza kusema, wanasema unaona sisi Wakristo tumeonewa, tumeambiwa makanisa yote yatafungwa. Ni uchochezi tu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nimeuita ule ni uchochezi. Sasa kilicho nyuma yake wanataka kumtamka labda kiongozi kwamba kwa kweli ni dini fulani. Mnaona kinachokuja mbele? Unafikiri ukiangalia utafikiri msimamo mzuri, lakini tayari mbegu ya udini inaanza kupandwa. Unaona mmefika mbali. Kuna watu wako humu hawaelewi chochote kinachoendelea, lakini Mungu aliniambia miaka 2 nyuma yenu warokole watu walioko humu wanunue simu. Nyakati zinakuja ambazo watahitaji wasipate taarifa wao wenyewe bila kuambiwa, lakini mmepuzia. Sasa mkome sasa. Ndio maana mnakuja hapa mmeratoa macho, hamuelewi kinachoendelea. Mnataka nabii na mimi Bwana amesema haya. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kuna watu hata hiki tunachozungumza atasubiri akitoka hapa na aulize hivi eti kuna nini jamani? Mwaka mmoja Mwakasege aliwaambia watu waanze kuweka akiba. Alifundisha mfululizo karibu miaka 2 namna ya muhimu wa kuweka akiba. Mnanielewa? Alitendea sana na yale maneno ya akiba. Jifunze kuweka akiba. Kuna watu toka pale walianza kujifunza kuweka vyakula vya miaka 2-3. Mmoja wapo ni mwenyekiti wangu wa wilaya. Tokea pale yeye anakuwa na chakula cha miaka 4 mbele. Naambia ukweli. Kwa mfano huu tumsiba tuliokuwa tunalia wa mamake, tulikoboa mchele wa mwaka juzi, sio wa mwaka jana na mwaka huu, wa mwaka juzi. Na akasema chukueni magunia ya mwaka juzi, yasipotosha mchukue na mwaka jana. Sio mahindi, tulicheza kwanza na mchele hapo. Mimi naambia ukweli. Msifikiri wanavyozungumza hapa ni mbwembwe. No, ukweli wa maisha yake. Yeye saizi hawezi kula chakula cha mwaka huu, anakula cha mwaka juzi. Kikisha ndo anahamia cha mwaka jana. Haya. Watu wakapuuza. Unaona wakina Mwakasege walivyo na mbwembwe. Unaona corona ikaja, fungia wote ndani. Mshukuru Mungu aliyeinua roho ya Magufuli. Shukuruni sana. Mungu akufa na njaa wengi hapa. Hakuna kuuza, hakuna kwenda sokoni, kila mtu ndani mwake. Si mnaona ndio kilichotokea? Ulimwombea ndio mziki ulipo. Ulijua kinachokuja mbele yake. Bwana asifiwe. Amen. Na alishawatolea unabii, mtanikumbuka. Unajua mtu anaweza kana nazungumza vitu kama huko roho, unaweza kufikiri anatamka kawaida. Ukifika
ikifika wakati wa uchaguzi zinaimba nyimbo Mungu hatujazoea mabomu, hatujazoea bunduki, hatujazoea nini, unaweza ukafikiri kinachotamkwa ndicho kilicho. Nenda ndani. Nimeogopa mtu mmoja amesema tumekuwa na Tanzania ya kimbali, yaani na mauaji ya kimbali ya siri. Jamani, tusipoomba kwa undani tutasemana sana. Mimi nawaambia wakutusaidia hapa ni Mungu tu. Utamsema na mtu ambaye saa zingine hajahusika. Lakini simuliona corona ilipokuja? Bwana asifiwe. Simuliona corona ilipokuja? Kama yule mzee asingepewa ufunuo wa kwenda kwenye madhabahu. Ndio maana nakwambia kuna mahali ambapo taifa likifika haliwezi kuhitaji maarifa ya siasa, haiwezi kuhitaji taaluma za watu, inamhitaji Mungu peke yake. Amen. Corona kila kitu kiligoma. Na Mungu kutuonyesha kwa kila kitu kiligoma. Wale wanaotuandalia wazungu, wanaotuandalia dawa ndio walikuwa wanakufa kama kuku. Ndio maana nasema amelaniwa mtu anayemtegemea mwanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Juzi tulikuwa na semina moja mahali fulani, mtu mmoja alisema ina maana hao wataalamu wanaotuandaliaga madawa yote miaka yote wanashindwa kugundua tatizo la ukimwi. Yeye hajawahi muomba Mungu nisaidie nigundue dawa ya ukimwi. Nani amewahi omba huko ndani? Hakuna Mungu kitu asichoweza. Nani amewahi zamiria akafunga hata siku 3? Bwana Yesu nionyeshe mlango wa kutoa tatizo hili kwa watu. Mnawasubiri wa maabara. Hivi mnajua Mungu wenu ni maabara furu? Wanaoelewa nisikie makofi kwao. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa unaweza ukapewa utabiri hapa ukapuuza. Kama mnafikiri nilichokuwa nawaambia ni uongo, angalieni msio na simu saizi mnavyoteseka kuzitafuta habari hizi tunazozungumza. Wewe wenzako kila siku wanajua kinachoendelea katika nchi. Hata wakiwaambia Watanzania jificheni, wewe hutajua. Mwaka mmoja kulikuwa na varangati kwenye mpaka wa Tunduma pale. Bwana asifiwe. Amen. Rafiki yangu alikuwepo. Anasema ndipo nilipokuja kugundua nchi hii ina jeshi la ajabu. Anasema mimi nilikuwa na wazarau wa askari nikaona huko naona ni wa kawaida. Siku ile ndio nijua Tanzania ikichafuka. Anasema kwa muda wa dakika kama 10 hivi nilishangaa maaskari ni wengi Tunduma kuliko raia. Alafu king'ora kimepita mara ya kwanza, kila mtu arudi nyumbani kulala saa 8 mchana. Kulikuwa na waliuawa wa Tanzania na wakakamatwa Zambia, wakawa na jaribu mazungumzo ya diplomasia hayakubariki. Kila mtu akaamua akae kwenye mpaka wake. Bwana asifiwe. Amen. Wakaenda, anasema walienda wakashuka, wakapanda mara pili na ving'ora. Sasa tutakapokuwa tunarudi kutoka kule juu, yeyote utakayekuwa mtaani, wewe ndio adui wa Tanzania. Watu wanaswaza, kwani watu fahamu sisi ni watu wao? Kuna mtu akawa anakatisha barabarani wanaposhuka kutoka juu, alipigwa risasi pale pale, nana alibaki, wa maduka walijifungia huko. Jamaa anasema yani ile siku ilikuwa mbaya. Ukutoka tu huko Mpemba, kile unaoona ni kijani. Unajiuliza wameshukeje na wameingieje? Wengine walikuwa wanadondoshwa kwa helikopta. Wengine yani kulijaa ni wao wenyewe. Mnakumbuka alituma waziri akaenda kasawazisha yale, wakakaa wakayasawazisha. Bwana asifiwe. Amen. Nazungumza nini? Kiburi. Karudini nyumbani. Wanasema nchi yetu ya amani. Nendeni nyumbani kajificha hapo mpakani hapako salama zaidi. Sasa ndo nimekuwa na wateja wengi, unaona wenzangu wote wamekimbia waoga. Ilipopigwa mara moja maandazi yote chini. Unajua unaweza kujasiri wa kuwatukana tu maaskari. Wana roho ya kuvumilia. Muulizeni mzee huyu.
Si tunaye mstaafu hapa? Muulize. Alimshukuru Mungu alipomaliza, alipostaafu kwamba wewe Mungu ndaka nimerudi nyumbani niko salama. Lakini vikinuka wanamchukua anaenda kazini. Kazini? Huyu wewe mchezaji hapa. Nafikiri hizo nywele utaziona weupe, utaona kijani tu. Bwana asifiwe. Au na hawa ndio wanaitwa majeshi ya akiba, ndo hawa. Wanaamshwa ndani ya siku 2-3, viungo vinakuwa sawa, twende kazi. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mnawachezea tu wanajeshi wenzenu, wamepitia mateso sana. Msidharau maaskari. Wamejitoa kwa ajili yenu. Hata kama kuna waharibifu wachache, msitukane jeshi kwa ajili ya watu wachache. Na mimi nakuhakikishia kabisa, maaskari wetu wana roho ya uzalendo. Ukitaka waone, angalia uharibifu utokee, ndio utakapojua. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu hapa tu, hata mabomu ya mazishi hawajawahi shiriki, hata risasi za mazishi hawajawahi shiriki. Alafu na mbwembwe. Kawaulize wa Malila kule, walizikaga askari kilichowakuta. Wanapoambia mkae mbali kidogo, sasa zibeni masikio, hawakujua. Walikuwa nazika askari. Walipoachilia, wazimiaji walikuwa wengi, tubibi tote tulizimia. Ndipo wanapokuja kwa sasa, kumbe huyu mtoto alikuwa mkubwa sana, paka wamepiga tumekufa. Kama tu vile vishindo watu wanazimia. Jamani, Bwana asifiwe. Ninachotaka kuzungumza, iweke akili yako iwe tahadhari. Ukisikia kitu acha roho ya upuzi. Mimi ninachotaka kuzungumza ni nini? Kwamba kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Lakini ili hii silaha isimame, usifikiri kufanikiwa au kutokufanikiwa kwa silaha kunategemea tu kwa sababu umesikia neno la Mungu. Kuna kibebeo. Amen. Kuna kibebeo kinachoiruhusu ile silaha izuiliwe. Na kibebeo hiki ndio imani. Ndio maana anasema hivi, kile kiwango chako cha kuamka kuomba. Sasa tuna mkazo wa kuamka saa 9, si ndio? Kile kiwango chako cha kujibidisha kuamka kuomba, unaimarisha imani yako, na ile imani yako ikisha imarika, una uwezo wa kuziona nguvu za Mungu zikitenda kazi ndani mwako. Amen. Na zile nguvu za Mungu zikitenda kazi ndani mwako, ndio una uwezo wa kusimama kwamba hakuna silaha kupita mbele yako. Hujaziona hizo silaha, itakuzuru tu. Ndio nikawa nawaambia wana wa Israeli waliteswa na ile vita. Wao walifikiri ile vita ni ya mwilini. Sasa wakimwangalia Goliath na namna alivyo, Biblia inasema alikubuu katika vita. Ni mtu wa vita toka ujana wake. Uzito wake tu, vifaa vyake tu, hakuna kitu kilikuwa kinaweza kapenya mbele yake. Alafu na watu wanaotangulia wamebeba ngao za kuzuia silaha za adui. Huko Israeli vyote hivyo walikuwa navyo. Sema vyote hivyo walikuwa navyo. Vyote hivyo walikuwa navyo. Ukitaka kujua, angalia Daudi aliposema anaenda, walimvika mavazi kama yale aliyo nayo kule Goliath. Daudi akajaribu akasema, samani wazee, sikuvijaribu, naomba nivivue. Kwa uzito wa hivi vitu tu vita itanishinda. Kwa nini? Kanuni mliokosea sio ya haya mavazi. Sema sio ya haya mavazi. Sio ya haya mavazi. Sema sio ya haya mavazi. Sema vita mnayopigana bado hamjaijua. Kwa walikuwa wanakaa miaka yote wanaletewa na vyakula, lakini hawajajua kanuni ya ile vita. Kwa nini kanuni ya ile vita ilikuwa inapigwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho? Kama wale wandali na mangoma yao kunchu yanagonga usiku kwanza, ndipo kesho akitoka. Si mnajua kuna hata timu zetu hapa walianza michezo fulani ya kijingajinga, wanafanya usiku ndo wanajua wameshinda. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wa Yesu, Bwana asifiwe. Amen. Vita inapoinuka,
ng'ang'ana kutafuta ulimwengu wa roho kwanza, ukuelekeze namna ya kupambana na hiyo vita. Hasa vita nitakayozungumza leo inaitwa vita ya maneno. Ndio vita nitakayozungumza leo. Nataka kukuandaa ili ujue namna ya kushughulika na vita zilizoinuka juu yako. Na hakuna vita mbaya kwa kanisa kama vita ya maneno. Na hakuna kitu kinacholigawanyaga kanisa kama vita ya maneno. Hasa watu wakiondoka kukaa kwenye ulimwengu wa roho, wakakaa kwenye mazoea ya matokeo ya jana. Yaani wanakaa kwenye majibu ya Mungu aliyefanya jana. Kumbe jibu la Mungu wa leo sio jibu la njia ya jana. Si mliona Yesu wengine walikuwa wanaambia inuka, imani yako imekuponya. Hamkuona hivyo? Tuliona. Naongea na watoto wa Yesu. Hamkuona hivyo? Ndio, tuliona. Wengine waliwaambia tu inuka, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Lakini wengine alichukua paka matope alipaka. Hawamuelewi kitu hicho. Kwa Mungu wa jana sio Mungu wa leo. Watoto wa Yesu wengi, kwa nini vita inawashinda? Anaangalia matokeo ya Mungu alichokifanya juzi, anafikiri na leo atafanya, bila kumuuliza Mungu hii vita ikoje. Hakuna vita zinazofanana. Amen. Matokeo ya juzi yanatakiwa yawe ushuhuda wa kuimarisha imani yako kwamba Mungu anafanya. Lakini vita ya leo unapiganaje inahitaji utafute uso wa Mungu. Na ndio maana sasa ukija kwetu makanisani leo unakuta mchungaji na matamko makubwa kwa Wakristo, naweza kuambia uongo. Na nikasema Mungu amesema, kumbe wala Mungu hajasema, natumia uzoefu. Si kama mnanielewa? Amen. Sijui kama mnanielewa. Na ndio maana kuta watu wengi walio na nafasi kwenye kanisa hawana uwezo wa kusikia, hawana uwezo wa kuona. Hata kile kinachosemwa wana uwezo wa kukizuia, kwa sababu wanafikiri nafasi zao za kuwa viongozi ndio zinasababisha waone. Nakwambia cheo hakiwezi kukusababisha kaona hata siku moja. Ila ukimtafuta Mungu kwa ajili ya nafasi Mungu aliyokupa juu ya watu wake kuwaongoza, Mungu atakuonyesha. Amen. Lakini ukitaka utumie uzoefu kwamba nilipewa hapa kwa sababu mimi nina Mungu, wanajua mimi najua kuhubiri, wanajua mimi ni mwalimu, ndio maana wamenipa nafasi hii, kwa kila naye kujua nataka kumtabiri kicheo cheo. Watakaposimama wengine nasema Mungu amesema hivyo, nasema naomba muwe makini na hizo roho. Tuna nafasi. Watoto wa Mungu muwe makini na hizo roho. Angalieni mahubiri yanayoibuka haya. Ni kama na Freemason ndani. Sasa ukiyakuta majinga ndio wanasema unaona, amina, amesema mtumishi wa Bwana, wanapiga na vigeregere, amina, amekaa kwenye uzoefu. Ndio walichokifanya Waisraeli. Au hamjamuona Samson akasema nitawapiga kama jana? Aliwapiga. Kanisa linakufa kwa sababu viongozi wameshika ya jana. Na ndio maana watu wengi wanakuja ana ushuhuda wa mahubiri aliyohubiri mwaka 89. Nilipokuwa Rungwe, kila napokwenda nilipokuwa Rungwe, ulipokuwa Chunya juzi. Tuambie ya juzi. Haya. Wakati mwingine mpaka watu wanakosa hata kukusikiliza kama sisi tunahubiri kila siku. Wanakosa kukusikiliza kwa sababu hauna ushuhuda mpya. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nilipoomba nikiwa Mbozi, Mungu alinisaidia. Baisikeli ya mzee wa kanisa ikapatikana. Sipiki imepotea juzi. Simu ya Magini imepotea juzi. Mungu wake amesemeje wa sasa? Bwana asifiwe. Mimi niliwahi muomba Mungu baisikeli ya mzee wa kanisa kafanya nini? Kapatikana. Sijawahi washuhudia. Umeelewa? Bwana asifiwe. Amen. Lakini juzi sipiko ameiba Ibanga nikiwa shambani. Mzee analia, nikasema Mungu amesema itapatikana, usilie. Ikapatikana. Safi. Amen. Mungu wa juzi sio ule wa zamani. Aliyejibu zamani hata leo anajibu. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
namwambia kabisa, Mungu ananiambia simu yako haitapotea. Ile yeye hawezi kuifuatilia. Yuko binti moja hapa, walimbaka hapo, wakamwibia simu hapa, wakumbaka. Alisahau simu kwenye bajaji, wakaichukua. Alikuwa anakuja kwenye maombi. Bwana asifiwe. Lakini mimi ndani yangu aliponiambia, nilisikia ile simu itarudi. Nikamwambia Mungu amesema hiyo simu itarudisha. Si ndio? Bwana asifiwe. Amen. Usibaki na Mungu wa miaka 20 iliyopita. Alifanya na leo anafanya. Amen. Ukiambiwa nunua simu, zinakuja nyakati za simu hujasikia, ndo ya leo. Kwani haya mwaka jana? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo simu nimewakamata. Simu naona mnatafuta habari, mnatamani mzisikie saizi. Hamwezi kuzikuta. Lakini Roho Mungu amesisitiza zaidi ya miaka miwili toka mwaka jana, mwaka juzi mwishoni mpaka mwaka jana. Tumezungumza mwaka jana yote nzima, wengine tukaanza na kuombea mbele. Hata maombi yetu mkakata. Bwana asifiwe. Mnakumbuka tulihubiri habari za kuweka akaunti hapa, mpaka kufa kupona, mpaka tukaleta na watu wa benki wakaanza kufungua akaunti hapa, lakini wengine hata 100 hawajawahi weka. Hata kukumbuka kumbukumbu ya akaunti alishatutesa tu, utakamatwa mbinguni. Jamani, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Hebu tukimbie twende kwenye kusudi. Nachotaka kuzungumza nini? Hakuna vita yoyote ile unayoiona imesimama ambayo unaweza kushinda kama kwenye ulimwengu wa roho hakukukaa sawa. Na ndio maana nimewaambia taifa letu linateseka kwa sababu kanisa limepoteza macho. Kanisa limepoteza usikivu. Kanisa limepoteza namna ya kumsikiliza Mungu. Linazungumza namna ya dunia, halizungumzi namna ya Mungu. Atakuwa mtu akisema Mungu ameniambia msifanye 1 2 3, wakilalamika siende kushindana nao tena kwenye vyombo vya habari, unanyamaza kimya. Unasubiri matokeo. Baada ya miezi 2 3 ile kitu kilichotamka kinaanza kutenda. Na unaambia Mungu kiwaumize mpaka wakili kwamba mtumishi wako alisema tumekosa. Ukifuata historia ya Biblia, wafalme walikuwa wanaenda kuuliza kwa makuhani, je, niende kwenye hii vita? Akimuuliza kuhani, kuhani anamuita naye nabii, ana manabii mle ndani. Kulikuwa na ngazi tofauti. Waliokuwa wanatoa majibu sio makuhani kama sisi. Sisi kazi ya makuhani ni kuelekeza na kufundisha na kutunza kanisa. Lakini walikuwepo manabii ndani, waonaje? Anaambia ngoja tuwaulize akina Elia. Mfalme anasema aende kwenye vita, wanaambia asiende. Jamani, haleluya. Amen. Akienda anapigwa. Akirudi anasema Mungu nisamehe. Naambia tulikwambia ndio hiki walikuwa wanacheza kina wana wa Israeli. Goliath anatumia miungu kuwatandika, anatumia miungu kuwatisha. Wao wanaenda na mwili wamemwacha Mungu aliye hai. Paka alipofika Daudi mwenye macho na akasema mumelaje taifa zima, mtu asiyetahiriwa ana ujasiri gani akatamka jina la Bwana akalitukana? Kwa hiyo mtu anastahili kupigwa kwa kutukana tu majeshi ya Mungu, anatakiwa pigwa. Achana na dhambi zingine, kutukana tu jeshi la Mungu, kumdharau Mungu tu anatakiwa anguke. Ni wangapi watu wamemdharau Mungu wako mpaka sasa na yanadunda na yanajisikia na raha? Shida haiko kwao, wewe ndo mwenye shida, na utahukumiwa kwa sababu Mungu alitegemea uzidhihirishe nguvu zake, wewe ukazificha kwa sababu ya dhambi zako. Hivi mnafikiri wana Israeli walipokuwa hawashindi ile vita, mnafikiri ndio walikuwa wamesalauli Mungu alikuwa anawahurumia? Alikuwa amechukia kwa sababu jina lake lilikuwa linadharauliwa. Kiwango chako cha kuto kuzaa matunda ni chukizo kwa Mungu. Amen. Wewe unanyanyaswa mpaka na mwenyekiti wa mtaa, wewe unanyanyaswa mpaka na balozi. Hata balozi hajui wewe ni mtumishi wa Mungu, hajui. Anakugaragara tu. Kila kiongozi anayekuwa juu yako ni wa kukutamkia tu anachotaka, ni wa kukutishia kila anachotaka. Inatakiwa kiongozi akikutishia na akijua na kufanyia hivi, anapambana mpaka anashindwa. Mimi mmoja aliniambia, mpaka sasa miaka kaza
sikujua kama unaweza kufanya moja mitatu. Ananiambia kabisa. Nikacheka tu nikasema hujajua siri ya ushindi wangu. Bwana asifiwe. Amen. Siondolewagi Bwana asiponiambia utaondoka. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Unajua wachungaji wengine hata wakipangiwa shirikani hawaelewi wataondoka lini. Mmoja ameniuliza jana, baba hivi unaondoka? Nikamwambia nani amekwambia? Naropoka tu. Mimi niliwaambia nitawaambia. Au sikuambia nitawaambia. Lakini niliwaambia makao. Au mjui kama nilisema. Kuna kitu niliwaambia hapa ila nyewe mmelala. Si ndio mnaosemaga leo amefurahisha. Nimekuja hapa niamka asubuhi kukufurahisha wewe. Hivi mnaofahamu usingizi wa saa 11 ulivyo mtamu? Yaani ni uache tu nije kukufurahisha wewe. Kwa lipi? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Fuatilieni kilipu mtagundua nimewaisema kitu. Kila unapopelekwa mahali una ujumbe na ule ujumbe una nyakati. Na nyakati zake zikikoma utahama. Vinginevyo usiwe mtumishi wa Mungu. Mimi nakwambia nikitumwa mahali hata kama kanisa nafikiri imenituma, lakini kama ni Mungu amenituma, hata lenyewe likiamua linitoe kwa wakati sio wenyewe, mimi sitoka. Haleluya. Hata mngenuka wote kwamba hatujamtaka sasa toke, kama aliyenituma amesema malizia tunondo, sitoki. Bwana asifiwe. Utakuwa unagongwa mahadi ya kwamba tunamwomba wasubirini kesho, subirini. Unashangaa mwaka umeisha. Mbona vile kulitokea jambo fulani kidogo, hata wao wanaazimia. Ila umebakije na wao wanashangaa. Kusudi la Bwana likisha, unaondoka kwa heshima ya Bwana. Amen. Bwana wa majeshi. Daudi alitamka maneno machache tu. Akasema wewe unanijia kwa fumo na panga na mikuki na ngao na ulinzi mkubwa. Mimi sina tamlinzi wala sina atanayetangulia mbele. Aliye ndani yangu ameshatangulia mbele yangu. Amen. Aliye nyuma yangu ameshabeba silaha za kukulipua kabla mimi sijafika. Tafute unashindaje? Unajua yeye msio mnasoma Biblia tu kama vitabu. Ukiona wewe rudi kutafuta habari za kina Daudi, sikuamshe. Amen. Sio kila wakati unasoma tu Biblia unapitia mahali pagumu. Acha waraka wa kwanza wa Yohana. Rudi, muangalia mwenzio Daudi alipitaje pale. Angalia kitu alichokijenga. Angalia madhabahu aliyoiandaa. Anamwambia wewe unakuja na watu wametangulia na fumo mbele. Lakini mimi huoni hata fumo. Liko lifumo limekaa ndani. Lenyewe linanitangulia mbele yangu. Halionekani kwa macho ya kawaida. Halijawahi sema maneno mengi. Na likiamua kutenda, linatenda. Likiamua kuua, linaua. Likiamua kuzuia, linazuia. Likiamua kupinga kila silaha, haiwezi kuinuka. Yeye anaitwa Bwana wa majeshi, simba wa kabila la Yuda, ambaye akiunguruma mapepo yanaondoka. Akiunguruma magonjwa yanaondoka. Akiunguruma njaa inaondoka. Akiunguruma vita inanyamaza. Akiunguruma watesi wanalia. Yeye anaitwa simba wa kabila la Yuda. Sauti yake haizuiliwi na mtu. Haleluya Bwana. Katamka maneno machache. Jamaa akasema na kulaani kwa miungu yangu. Leo na unaliwa na nege hapa. Jamaa akasema hujui naye kuja naye. Unanijia kwa fumo. Unanijia kwa panga na mbwembwe na walinzi juu yako. Mimi unaniona tu hata silaha sina. Silaha yangu ni jina la Bwana wa majeshi. Uliyetukana majeshi yake leo, hicho kichwa sekunde zijazo na kinyanyua juu ya taifa la Israeli. Huo upanga uliobeba kwa ajili yangu, Bwana ataugeuza, utakuinukia mwenyewe. Sikilizeni, pale palikuwa panahitaji upanga. Jamaa alisema ni panga ziajeni, Bwana atajitwalia. Kule
nako kwenda kuna panga. Amina. Sikilizeni, raha ya Mungu si raha aliyoiandaa adui ndio inayomwangukiaga mwenyewe. Piga Yesu makofi basi. Anapotoka kambini hakuondoka na silaha hata hii Moja. mpaka mfalme alimshangaa. Wewe uchukia hata panga sasa, usihangaike. Vita hii ni nyepesi, ni ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho hatubebagi mawe. Ulimwengu wa roho hatubebagi mapanga. Ulimwengu wa roho tunabeba maelekezo ya Bwana. Sema ulimwengu wa roho tunabeba maelekezo ya Bwana. Sema vita ya ulimwengu wa roho tunabeba maelekezo ya Bwana. Hatubebi bunduki, hatubebi mikuki, hatubebi vyeo tulivyo navyo. Tunabeba maelekezo ya Bwana yaliyo kwenye jina la Bwana wa majeshi, ambaye likisimama hakuna anayeweza kusimama juu ya jina hilo. Haleluya. Watu hawajawahi soma. Anapoondoka Daudi penye kambi, aliondoka na mkoba wa kichungaji na haukuwa na kitu. Amen. Alipomwona adui ndipo akamuuliza Roho wa Mungu, namwendea hivi hivi mpaka nifike pake au nafanyia kisa okota mawe? Alafu sichukue magumu, chukua tu laini. Kwa sababu hii vita haitaji magumu, mtu mwepesi sana yule. Acha kusoma Biblia za ovyo tu, najichukulia tu, unapitia shida, unasoma injili ya. Rudi katafuta vitabu vya vita kwanza, ujazwe huku. Uangalia kina Daniel wanapelekwa kwenye tundu la simba. Uangalia kina Daniel wanakwenda kutupa kwenye tandu la moto, wanasema kama ni hivyo mfalme, Mungu wetu haweza kutoka na huo moto, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba moto. Unamjuaga Mungu, yeye ni moto urao. Tukimbeba yeye ndani anakula moto. Unaelewa maana ya Mungu ni moto urao, unakula moto. Bwana asifiwe. Aliachilia Musa nyoka, alikula nyoka. Dawa ya nyoka ni nyoka. Hamjaisikia? Dawa ya moto ni moto. Wakaambia mfalme, usiogope, usitutishe, Mungu wetu aweza kutuokoa na huo moto. Hatuwezi kukuabudu wewe wala kisanamu chako. Amen. Na leo utajua Mungu yupo. Haya matamko yako wapi kanisa? Tunaendeshwa kama kuku, hatuoni. Njoni turudi kwa Mungu, tutaona. Usitegemee kwamba askofu atakuombea, usitegemee sijui kanisa la fulani atakuombea. Njoo kwenye madhabahu, hii ndio yenye majibu. Njoo hapa, mwambie Yesu hapana. Kama wenzangu wote wamegoma kukutazama, mimi nakutazama wewe kwa wakati huu. Amina. Haiwezekani kila mtu anatutamkia anavyotaka. Acheni vita vya mwilini, njoni tutafute vita vya rohoni. Amen. Liliachiliwa jiwe moja tu, wala sio 10. Kajamaa kakalizungusha 1, 2, 3 kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kajitwalie mateka. Nenda. Kakaweka mikono, kakaliachilia. Sinanasa hivi kameosha nini? Ndege huyu anayekuja. Kandege aka upopo kilishuka kishindo. Kale kajiwe kalibeba nguvu za Bwana. Lile alikuwa jiwe, zilikuwa ni nguvu za Bwana. Anayesema nitakupigania wewe utanyamaza. Jiwe lilipigwa hapa, hakwenda nyuma. Si ukipigwa hivi lazima uende. Alienda mbele. Unafikiri ilikuwa la kawaida? Lilimpiga, lilimvuta, lilimpigisha chini. Ili mtumishi wa Bwana kae vizuri, akate vizuri kwenye ubongo. Kajamaa nguvu hakana, hata uwezo wa kukata kawaida hakana, ni kadogo, kanachunga kondoo. Kakapanda juu, kakachukua upanga wa kwake mwenyewe. Lile kaburi walilokutengenezea wazikwe wenyewe. Kalipokata, kakamtazama Sauli ng'ambo, kakanyanyua kichwa. Usiogope mfalme, Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ameshinda. Wewe
walipokea nguvu wale washenzi wale waliokuwa wanakaa kila siku kambini, ndio wakajua wana mapanga, ndio wakaanza kuua. Lakini vita ya maneno ndipo ilipoanza. Tutazungumza kesho. Maana sasa nifikiri tutaongea leo vita ya maneno. Ndipo vita ya maneno ilipoanza kati ya watumishi wa Mungu. Ndipo kwa mara ya kwanza Sauli anaanza kumchukia Daudi. Shida wa mama. Wa mama nye, wajumbe. Huko kwenye vyama anasema wajumbe wabaya. Walikuwa hawajawahi imba eti ndio siku wanajitokeza. Wewe Sauli hujaua mengi. Huyu Daudi 10,000. Wachonganisha. Ndio wanaocheza saizi kwenye nchi yetu. Wachonganisha. Usipokaa chonjo utajikuta umekaa upande wa kina mama. Wanaosema wewe umeua 10, wewe umeua 10,000. Wewe umeua 10,000, wewe umeua 100. Ndio kinachoendelea sasa. Wewe tunaambiwa amka kuomba utaki. Ngoja Mungu aje kwenye marango yako aguse katoto kako ndo utagundua. Utatamani uje hapo utakuta siku hiyo hamna aliyekesha. Unajuaga kuna siku hamna naye lalaga huko. Na ole wake tena itakuwa siku yako. Ile zamu yako ndio utakuta na wenzio hawajaji. Kuna watu ni wavivu, hata kiwaambia njoo ibadani hawataki. Ila mtoto wake akikamatwa huko ndo unakuta anasema baba mchungaji, mwanangu amepewa kesi iko kesho kutwa. Yaani mimi niwe na kuamkia humu, wewe una koromu unawaza kwenda kula wali. Na mimi naambia tutaomba. Wengine unapotoka hapa pale nimesha sahau. Kwa sababu yale maombi yashaya sahau mwenyewe. Unasema huyu baba mchungaji hajali. Wewe ulijali ibada. Sikilizeni nye, connection haitengenezwi na mchungaji. Connection inatengenezwa na muhitaji. Ndio maana Yesu anambia nyanyuka, imani yako imfanye nini? Kama hakutengeneza imani hakukuwa na uponyaji. Na mnanionea tu. Mimi sikuja kuponya watu. Mponyaji wenu mnaye siku nyingi. Ila nyewe wenyewe mmemkataa. Mimi ni mtu wa maelekezo tu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kama ni kuponywa magonjwa yenu mlishagoma wenyewe. Walianza kina Makaronge mkasema wana viroho vya muhemko. Mkapambana paka mkahakikisha mmewazimisha. Hii dini inajua kuzimisha ukitaka kuwaka moto. Mimi hapa wamepambana wameshindwa tu. Amen. Na mlango mkubwa ni silaha za maneno. Angalieni kila mtu aliyesimama Iyunga vizuri akakaa vizuri waliinuka wa kumzimisha. Na warokole wenzake wakamgeukia. Silaha ya maneno ndio anza. Mkisoma habari za Daudi tutaona silaha ya maneno ilivyopata nafasi. Wewe umeua 10,000, yeye Sauli ameua 100. Sauli akasema niliyemruhusu mwenyewe aende vitani ndio nimedharauliwa. Sasa naye Sauli bila kupima kujua yule alishindeje vita akaanza vita vya mwilini na Daudi. Siku zingine anakuta kijamaa kimeiba fimbo yake, kimeiba upanga wake, anasema ningeamua kukuua mzee na kuheshimu tu. analia anasema Daudi wewe ni mwanangu, unanipenda. Anamchinjia na kuku wanakula pamoja. Akiondoka tu Biblia inasema roho mbaya inarudi tena. Ng'ang'ana Mungu asije kaachilia roho mbaya juu yako. Ukaanza kupigana na watumishi wa Mungu unyamazi. Siku itafika utakufa kama Sauli. Mnanisikia nye? Amen. Mungu akikupa neema kanisani, usifikiri ile neema ni ya kupambana na watumishi wa Mungu. Si wote waliokuja wamekuja kama ulivyowazoea. Na bahati mbaya Mungu hajagi kwa majitu yenye heshima. Anakuja kwa watu kama sisi ambao sura mbaya. Sura yangu mimi nafikiri ningeenda kuuza sokoni, ningejumwani. Bwana asifiwe. Amen. Ilo kikako unaiona uzuri kwa sababu yaliyeko ndani. Ndio maana unaona mimi mzuri sasa. Ni kwa sababu ya yule yeye ndani akitoka. Watu wengi wanyama huko. Uko hivyo kwa sababu Bwana ameachilia kasura kazuri ndani.
Hebu mpigie Yesu makofi. Muda umeisha, lakini naomba Mungu anisaidie kesho nizungumze silaha ya maneno. Ndio nitaka nizungumze leo, ambaye anasema ukisoma pale mbele unauka tafakari vizuri. Anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi, ndio inaitwa silaha ya maneno. Yaani silaha ya maneno yenyewe ni mbaya na ndio inayoua. Ndio maana Daudi na Goliath walipigana kwa maneno kwanza. Hivi mnaelewa kitu hicho? Unajua walifikiri ni silaha, ndio utagundua ile vita haikuwa ya silaha, ilikuwa ni ya madhabahu. Madhabahu zinatamka. Aliinuka kwanza, alitangulia Sauli, Goliath akatamka juu ya miungu na madhabahu yake, na jamaa akasema mimi ninakuja kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliyetukana majeshi yake leo, hicho kichwa leo na kinyanyua, na huo mwili wako naliwa na ndege leo. Walipomaliza vita, maana akasema unamwambia nani wewe? Asa okay, ngoja nikuonyeshe hii ngoma ilivyo. Chukua kajiwe chini. Walikimbia Wafilisti. Biblia inasema kila walipotaka kukimbia miguu ilikuwa inafanya hivi. Vilizi vile vinakuja vinapiga tu. Piga tu. Unajua Mungu ana uwezo wa kugeuza maadui wakapigana wenyewe. Amina. Someni vizuri Biblia. Kuna watu waliwahi uona wao kwa wao. Amina. Ukija hapa na muone usema Mwangaya, na muone ni yule aliyekuwa ananisema. Nikisha piga na mimi nikigeuka huko, kuna mtu anaona wewe unamuua mama Mwangaya mwenzetu, kumbe huyu sio mwenzetu, ni upande wa pili. Ananiua, akisaniua mimi ninapokwenda chini, yule mwingine anamwangalia, mbona yule amemuua fulani? Macho anaona kabisa huyu kumbe sio wa kwetu, ngwiji. Walimalizana wenyewe. Anabaki wa mwisho anasema twende ukaeleze siri zenu nini. Omba usije ukawa wa mwisho. Utakufa kifo cha mateso kwanza, watakuwa na kuchoma kama moto. Unaumia kwa ajili ya wenzio, heri wale waliogongana kule. Kuna watu watakufa vifo vibaya kwa sababu ya kupambana na madhabahu. Mimi hawaonyeni. Muonee mtu kila anavyomuona, usije ukamuonea kwa sababu ya madhabahu. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Najua kuna watu Mungu atawainua, mtakuwa na nafasi nzuri za kutosha na mtasikilizwa na watu. Kwepa sana adui asije katumia nafasi yako ukawa ndio kama msemaji wa kuwakandamiza watumishi wa Mungu. Waogope watu naona wanakuja wamevaa majoho, hata kuombea useme mbona hajui kuombea. Uwepo wake tu Mungu alishajua kuna cha kwake alichoweka ndani. Kuna wengine watakuja kwa ajili ya kazi ya kujenga majengo tu, ametumwa na Mungu. Madhabahu mtakuwa mnahubiri wenyewe. Mnanielewa? Kuna mwingine atakuwa kuomba hayupo, kucheza hakupo, kuhubiri hakupo, kujenga hajengi, yupo tu. Ila watu mnakuwa na hela wakati wake. Kumbe alikuja kuleta upako wa watu mwe na hela. Ila nyamjui. Kaeni kwenye ulimwengu wa roho, mtajua kila mchungaji aliyekuja amebeba nini. Mwakabenga ameondoka hapa, alikuwa na kitu kikubwa. Kuna mijitu paka leo haijapata, na ole wenu mlioshindwa kupata. Haviji. Gharama yake ya kuvikuta ni ngumu kuliko alipokuwepo. Bwana asifiwe. Unajua kuna mwingine anasema tunamshukuru Mungu huyu amekuja anaombea. Wewe mjinga tu. Kafuata aliyeondoka, alikuwa na vikubwa kuliko vya kwangu. Mimi mpiga mbwembwe tu hapa. Shida muelewake kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nawaambia, nani anajua alichokuwa amekibeba Mwakabenga hapa? Wengi hamkijui. Mmebabi kinaombea tu. Na wasema kwa sababu na mimi mnanisema na mtanisema. Kwa hiyo niwaache, kwani nyewe watu wazuri nyewe. Wajumbe. Lini wajumbe wamai kuwa wazuri? Bwana asifiwe. Amen. Na mimi Mungu ni mwaminifu. Huwa nawaambiaga. Kuna watu hapa nilipoingia nasema huko karibu na mimi, ila hatutakaa muda mrefu, tutafarakana. Hawakumbuki. Angekuwa mtu mwenye akili angekumbuka. Bwana mchungaji aliniambia maneno haya.
Niambia mtu kama wili watatu uko karibu sana na mimi na tunafanya vitu vizuri sana, lakini ndani kwangu naambiwa hatutakaa vizuri tena siku zinazokuja. Adui anaenda kugeuza moyo wako, utakuwa kinyume nami. Nishawaambia na wako kinyume nami mpaka leo. Afu mimi sasa unafikiri naumia? Si Bwana aliniambia mapema. Na nikamwambia watahadharishe waingie kuomba ili ile hali sije kawakuta. Sikilizeni, kuna watu wanawachukia wachungaji, sio yeye. Uliandaliwa na adui kwamba wewe ukiwa kinyume utawasaidia wengi kwa kinyume na mchungaji. Kwa mimi ninachonganganaga, ninachoombaga, Mungu na watenga watu na ile system ya muunganiko. Wasaidie wengi wasizame kule. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Unatosha, simama. Amka saa 9 kuomba. Ukiamka mwamsha na mwenzio. Huwezi kumwamsha, niamshe mimi mchungaji. Mnaelewa? Kama umfahamu hata mmoja, hata mchungaji wako umfahamu. Tamani kukaa na nguvu za Mungu. Zipo. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukiona nguvu zinalegea, soma ushuhuda wa majamaa yaliyopitia vita Mungu akayashindia. Kuna kitu kitaimarika ndani mwako. Si kila wakati tunasoma Biblia kama ilivyo. Kuna nyakati tunasoma vifungu vya Biblia. Nikianza kukueleza siri iliyoko kwenye vita ya Daudi, tu ile ya Goliath ni kubwa. Leo wewe ulikuwa unajua kama Goliath, Daudi aliondoka pale bila silaha hata moja? Wewe ulijua kwamba walipigana kwanza vita vya maneno? Watu wengi wanalijua jiwe. Kilichompiga ni maneno. Na kujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Leo hii unaanguka mbele yangu. Unaangukaje? Subiri Bwana aruhusu kile kitakachokuangusha. Lakini kilichopiga vita na kilichomuua Goliath ni maneno. Neno la Daudi lilikuwa limebeba nguvu ya Mungu. Na Mungu alikuwa anasubiri Daudi atamke. Na ndio maana wale Waisraeli wanapovuka bahari ya Shamu, hawakuvuka kwa fimbo, walivuka kwa maneno kwanza. Amina. Hawaki. Vitu vinafanyika ulimwengu wa roho, ndipo vinadhihirika ulimwengu wa wiki. Musa anawaambia, naombeni leo. Sikiliza, muone ile vita. Bwana Mungu wenu wa majeshi anaenda kuwapigania, msiogope. Hawa Misri wanakuja nyuma na mapanga, wana magari ya vita, wana farasi wa vita. Hamtawaona tena. Ile vita kaisha. Vita ya maneno ni mbaya. Usipokaa vizuri kwenye kanisa, usipokaa vizuri kwenye maombi, maneno yana uwezo wa kukufisha ukapoteza wokovu, ukabaki kuwawazia watu waliokuumiza. Heri vita ya mwilini ya kushika rungu utalikwepa kuliko vita ya maneno. Funika macho yako. Mungu liye hai, katika jina la Yesu, unatupenda watu wa Iunga kuliko, na ndio maana kila siku unatupa kitu kipya na cha ajabu. Hata mimi nashangaa jinsi Mungu anavyotutunzia vitu vikubwa. Wengi wamevikatana, hawajajua, wanajua ni ibada ya kawaida. Kumbe ndani yake umewekeza kitu cha kila siku cha kuvusha watu. Mungu wakumbuke hawa kina mama na kina baba waliokubali kuwepo mahali hapa, wasio watu wa kupoteza muda, bali Yesu wajengee uwezo wa kupokea kile ulichokiandaa, wajengee uwezo wa kushika kile walichosikia, wajengee uwezo wa kutenda kile walichopokea. Wasio watu wa kusikia, wasio watu wa kupokea tu, bali achilia nguvu ya utendaji ndani mwao, ili Bwana katika jina la Yesu uonyeshe namna unavyopigana upande wao na jinsi ulivyo na nguvu ya kuwashindania. Wako watu wametufuatilia kwa njia ya YouTube na wamemimina mioyo yao,
na wanaelewa hiki ambacho Bwana amekashiria asubuhi ya leo. Neema yako isipungue juu yao ule muda na sadaka ya vifurushi walivyovitoa. Bwana Yesu wabariki na kuwainua katika jina la Yesu aliye hai. Kila mazuio ya ibada hii yaliyotengenezwa katika ulimwengu wa roho na kila mipaka iliyowekwa ili watu wasinyanyuke na kutambua, Mungu ninatuma radi yako ya Roho Mtakatifu ikaripue zile tuta walizosimamisha maadui juu ya mama yule aliyelala nyumbani, juu ya baba yule aliyelala nyumbani, na vibaraka wa adui waliotumika kuzuia watu. Bwana mkono wako uwe juu yao katika jina la Yesu. Ramasakariko. Wewe ni Mungu, haujawahi shindwa. Haujawahi shindwa hata juu ya taifa letu, hautashindwa. Hautashindwa. Silaha yako ni kubwa. Hata kama silaha zitainuka za namna gani, Bwana, taifa hili tunakataa kuendelea na kuingia kwenye vita. Tunakataa kama watumishi wako yeyote ambaye ni sababu ya kutaka sisi tugombane. Bwana, mkono wako uwe juu yake. Shughulika naye. Sisi tunalitazama jina lako. Vita hii tunaamini Bwana unaweza kutushindia na utashinda. Linusuru taifa letu na aibu. Kila liye sababu ya aibu ya taifa hili, Mungu shughulika naye. Shughulika naye. Sisi hatuwezi kuajua na hatuwezi kusikia maneno ya wanasiasa wanayoyatamka. Tunataka tusikie kutoka kwako katika kiti chako cha enzi. Wewe uliye Mungu wa haki, unayemjua. Maana wako watu wanaonekana wana haki lakini sio wa haki. Kuna watu wanaonekana wanapigania haki lakini ndani wao wamebeba madhabahu sio za haki. Yesu, walio na haki huenda hawajatamka taneno. Bwana, achilia nguvu yako kusimamisha haki ya taifa hili. Zuia kila namna ya hila, nazuia kila namna ya maonezi, nazuia kila namna ya mifumo inayotamani kuliua kanisa. Mungu, shughulika na kila mfumo mbovu. Shughulika na kila mfumo mbovu. Shughulika na wale wasimamia mifumo mibovu katika damu ya Yesu Kristo. Maadui wa taifa hili tunakuomba, waliovaa ngozi ya mwana kondoo, na maadui wa ndani ni wabaya kuliko wa nje. Mungu, shughulika na maadui wa ndani. Wengine Bwana huenda wako kwenye nafasi, kumbe ni maadui wa taifa bila sisi kujua. Mungu, ujuae haki yako, tunatamka asubuhi ya leo iwe nuru katika taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Giza liondoke. Giza uliokubika taifa letu na huzuni, na kuamuru katika jina la Yesu, sikia sauti ya Bwana, toka achia ardhi ya nchi na anga lake. Kila mfumo mbovu Bwana, tunatuma damu ya Yesu ishughulike, ipangue na kuharibu kila mifumo isiyo kwa sahihi. Rudisha haki yako katika nchi yetu. Rudisha roho ya watu kumheshimu binadamu mwenzake. Roho ya unyama iliyoingia kwenye mioyo ya watu tunaiondoa kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mtu aogope damu ya mtu. Wapiganie Bwana na kuwalinda walioko kwenye listi. Kila wanaokusudiwa kufanyiwa uharibifu, tunaachilia ulinzi wa damu ya Yesu juu yao. Kafanye vita hiyo, kawalinde mwenyewe Mungu. Hata kama hawafai, hata kama ni machukizo kwako Bwana, wewe hufurahi mtu mwovu kufa. Unatamani kila mmoja agairi. Tunawaombea hata kama ni waovu kwako Bwana, walinde. Walinde na mauti, walinde na silaha ya adui, walinde na silaha ya aibu ya taifa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, kila atakayetamani kunyanyua upanga kwa mwenzake, kaachilia upanga wa majeshi ya mbinguni, malaika wa vita Mikaeli, mtume akae katika anga la Tanzania kutazama kila roho ya uharibifu ilikokaa. Yesu, shughulika. Rabo sakarika ndarabo rabo ikaina sakariko rinamo sakariko. Damu ya Yesu inenayo mema na iachilie kwenye ardhi, ardhi ya Tanzania, ardhi ya Tanzania, ardhi ya Tanzania, ardhi ya Tanzania. Pokea damu ya Yesu na ufunue kinywa chako juu ya maadui wa taifa hili.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Wanadamu hatuna haki, ila wewe Yesu ndio na haki halisi. Maneno ya watu hayawezi kuleta usalama wa taifa. Maneno ya watu hayawezi kuleta ulinzi wa taifa. Maneno ya watu hayawezi kuleta amani ya taifa. Amani ya kweli iko kwako Mungu. Wewe unayechunguza mioyo ya kila moja, wewe unayemjua kila moja mahali alivyo, wewe unayemjua kila moja ndani yake ikoje. Wengine wamehubiri amani lakini ni maadui wa amani. Bwana angalia aliye na amani halisi. Huu ni mwaka wa uchaguzi Tanzania. Sikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Ardhi ya Tanzania, pokea damu ya Yesu Kristo, damu ya ushindi, damu inayonena mema. Iondoe visasi vya damu ya watu zinazodai kwenye ardhi hii. Iachilie neema ya ufunguzi na ishughulike na kila aliye sababu ya kumwagika kwa damu ya mtu. Katika jina la Yesu aliye hai, tunawaleta wanaotuongoza mikononi mwako. Achilia nuru na ufahamu kwao. Giza lisitawale katika akili zao, giza lisitawale katika fahamu zao. Neema yako Yesu iwe juu yao. Wabariki, wape neema ya kuheshimu nafasi waliopewa. Wape moyo wa huruma na upendo. Wape ustahimilifu katika jina la Yesu. Nuru na ufahamu tunaviachilia kwao, na taifa letu Bwana liwe salama. Wabariki viongozi wa nchi hii, ukiachilia nuru na ufahamu kwao. Tunachotaka kusudi lako Mungu lisimame katika nchi yetu, na haki yako itawale. Wanadamu hatuwezi kuleta haki, ila Yesu tunakuhitaji. Asante kwa ibada hii. Asante kwa kila jambo ulilotufanyia katika ibada. Tunatoka sasa kwenda kwenye kazi zetu. Uso wako ende pamoja nasi. Zuia roho ya uharibifu kwa kila moja. Kamlinde kila moja aliyeingia kwenye ibada hii. Kayafunike maneno haya uliyoyaachilia na damu ya Yesu. Zisiinuke tafsiri zozote za ovyo za kupotosha kweli yako ndani ya neno hili. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ulitume neno lako kwa kanisa lako. Wainue viongozi wa kanisa kusimama upande wako. Wengine Bwana wameacha njia, wameacha kuwaelekeza. Hatujawa msaada kwa viongozi wa nchi, tumekuwa wa kuwaumiza sisi wenyewe. Wainue viongozi wa kanisa, waelewe nafasi zao walizopewa na wafanye kwa haki. Tunalitenga kanisa na kila hila ya adui isipate nafasi. Mungu wa Tanzania, ibariki nchi na kuisimamia. Tunataka amani yako halisi, sio amani ya maneno. Amani yako halisi uliyotamka juu ya taifa hili isiharibiwe na mtu kwa ajili ya maslahi yake, bali Mungu wa Tanzania, shuka na upigane kwa ajili ya taifa letu. Tunakuamini ni wewe uliyetupa hili taifa, na ni wewe utakayelisimamia taifa letu, na tunaamini utazuia damu za watu kumwagika tena. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunawapofusha macho wale waliokusudia kufanya mabaya. Hata wakinyanyuka wakabeba silaha zao, macho yao yapofuke, washindwe kuona kile walichokuwa wanakitafuta, ili taifa liendelee kuwa na amani. Ni mwaka wa uchaguzi. Simama Mungu wa Tanzania, tukuone wewe katika hali zote, ukishughulika na kila mifumo. Uachilie mifumo ya utulivu na furaha. Ondoa magomvi kati ya mivutano ya viongozi wa kisiasa, waweke pamoja. Kila mmoja tamani kuona taifa linakuwa na furaha. Katika jina la Yesu ninamwombea baraka aliyeshiriki ibada hii. Umpe riziki ya siku ya leo, asiwepo wa kushinda na njaa.
Fungua milango mashariki, kaskazini, kusini na magharibi. Kwa damu ya Yesu Kristo, na achilia damu yako kwenye nyayo zao wanapoondoka. Na upokee sadaka zao Mungu kwenye mikono wanapozileta. Takasa hiyo mikono katika jina la Yesu. Iwe baraka. Na Mungu wa mbinguni mbariki kila mmoja. Bwana akubariki na akulinde. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Amen. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Yesu. Amen.